Mkewe Afia alikuwa na karama mbili. Alikuwa mwimbaji mzuri. Jambo la pili, alikuwa na moyo wa kupokea wageni sana. Jana wao Arikipo, yeye alikuwa na karama ya kuweza kulisema neno la Mungu. Hey! Walikuwa wakifika Afia na wapokea vizuri. Baada ya kukaribishwa kijana na wahubiria, watu wengi wanakuja wanakaa bila kurudi. Kanisa linaanza kupanuka. Anayeitwa Epafra akaja akapata kanisa liko hivyo. Akasema hakuna haja ya kuficha kanisa, weka wazi. Kanisa likaanza kugrow, kukua. Lakini hapo walikuwa Wayahudi ambayo walikuwa katika kidini ya Judaism. Walipoona kazi imeanza kukua, wakaja kujiunga. Baada ya kujiunga, wakaanza kuleta mafundisho ya uongo. Pahali wameweza kuweka ngazi 29. Wakasema kabla ufike Yesu, lazima upitie kwa njia 29. Ya Yesu ndiyo inakuwa njia ya 30. Baada ya kuyakubali, wakaandika kitu kinakaa kama sheria. Kile kinaitwa nyaraka ya Torati. Baada ya kuandika, ikaanza kuwachanganya kanisa. Epafra ambaye alikuwa ni kama mwalimu wa kanisa, alipoyaona, kwa sababu alikuwa anamfahamu Paulo, na walikuwa wanajuta kwa sababu wameanza kanisa ni kwa sababu alikaa na Paulo wakati wa Efeso. Na Paulo alikuwa anamchukulia kama mzazi wa kiroho. Lakini wakati alikuwa mfungwa Roma, Epafra kama mkufunzi akaanza kumtafuta Paulo. Alipofika jela huko Roma, kamwambia vile habari imeenda. Paulo akachukua hatua ya kuandika waraka. Waraka huo akaupa Tukiko. Akarudi na Onesimo ambaye alikuwa mtumwa wa Filimon. Akawaandikia juu ya lengo 3. Ndiposa tuendelee kwa muda wetu. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuimarisha na kusisitiza waumini katika imani. Paulo alikuwa anataka kuwaunga mkono waumini wa Kolosai, akiwaambia kuwa anaendelea kuombea na kuombea kwa Mungu. Amen. Aliweza kuwaombea kujua vizuri mapenzi ya Mungu. Akaombea kutembea wapasavyo ufalme. Akaombea waweze kuzaa matunda mema. Akaombea washikilie imani. Akaombea kuvumilia katika majaribu. Aliweza kuwasisitiza kuendelea kuimarika katika imani bila kubeba huku na huku, kwa sababu ya mafunzo yalikuwa yamekuja kigafla. Amen. Akiwafunza kusimama bila kubeba na mafunzo. Paulo aliandika, kaandikia Waefeso, kawaambia ndiyo sababu lazima mfike kiwango kizuri, ili msije mkabeba huku na huku na mafunzo mapya. Hata leo mafunzo ni mapya ambayo yanakuja. Lakini tena lazima nasi tuimarike bila kutingizwa na mafunzo yote ambayo yanakuja. Haleluya. Haleluya. Mkristo anahitaji kukua. Anahitaji kuimarika siku ya kuamini na kumjua Kristo. Lengo la pili ambao lilifanya waandikie kuweza kuambia kwa sababu ya ole na mafunzo ya uongo. Alikuwa anawaambia vile makufunzi ya uongo yamekuja. Wakati huo
palikuwa wakufunzi wa uongo, walikuwa wanataka kupotosha kanisa wakitumia mambo manne. Hata leo ndiyo yapo. Mafunzo ya uongo yamekuja. Imekuja. Paulo akamwambia Timotheo, jueni dunia ya mwisho zitakuwa ni nyakati zinachosha. Watu watakuwa wanajitakia mafunzo kulingana na tamaa yao, kwa sababu mafunzo ya kweli itakuwa inawauma katika kichwani. Kasema watu kama hao uweza kuwageukia. Wapo kabisa. Paulo alikuwa akiwaambia hao wafunzi wa uongo walikuwa wanatumia maneno manne. Walikuwa wanatumia neno linaloitwa filosofia ya Wayunani. Katika kielimu ya Wayunani, mafunzo ya pili ilikuwa ni desturi ya kidini ya Wayahudi. Walikuwa wanataka kurudisha kanisa la Kristo. Tatu ambao walikuwa wakifunza, walikuwa wanafunza watu kuomba malaika, na kuomba ni kusujudu. Na Biblia inatuambia tusujudu mtu mmoja, Mungu muumba aliyeumba nchi na mbingu. Nne, walikuwa wanafunza kuwa mafunzo ya Kristo hayatoshi. Ndio sababu walikuwa wanaenda wakiongeza. Baada akasema akili ya dunia imeongezeka, utafiti wa mautara umefika, imewapotoza wengi. Kutojali mambo ya wokovu, watu wameifanya lengo. Lakini kurudisha macho nyuma, dunia yetu kwisha. Haleluya. Hii mistari ukisoma msingi utapata habari hii. Waraka wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 4. Waraka wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 8. Waraka wa Kolosai mstari 2:18. Alionyesha kuwa Kristo ndiye njia pekee ya wokovu. Ukamilifu wa Mungu uko ndani ya Kristo. Hakuna lingine linalozidishwa ndani ya Kristo. Yesu ongezewi mengine. Yesu anatosha. Haleluya. Haleluya. Wakristo lazima waangalie mafunzo ambayo yapo. Nini tatusaidia kujua mafunzo kama ni ya kweli ama si ya kweli? Ni njia moja. Ni Biblia. Neno la Mungu. Haleluya. Ndio sababu juzi Alhamisi nikaswali. Ndiweza kuswali hapo. Hata leo nikiswali sitaki jibu. Kila mtu ajijibu. Mkristo, tukiuliza ni wakina ngapi hapa ambao wako kanisa hii wamesoma neno la Mungu tangu mwanzo hadi Ufunuo? Tu ambao wamesoma Biblia. Katika kanisa hii watu wawili wameniambia. Wengine ni siri sijui. Lakini Mkristo ambaye hajasoma Biblia tangu mwanzo hadi Ufunuo, hiyo Kristo ya Mkristo huyo basi inasumbua. Iko katika mahali pabaya. Biblia inasema yaliyopumuliwa yote na Mungu, yaliyopumuliwa na Mungu. Biblia sije kujivuna. Ndiyo maisha yangu nakaa hapo. Ni hapa ndani naishi hapa. Ni ndani hapa. Telefone arige battery kugira ngo umuriro ngo battery yakoresheje percentage zingana gute. Kuna wakati betri ya simu inakwambia imetumia percent hizi. Heti WhatsApp imechukua aina ya moto hii. Lakini sijuti ya kuwa wakati wangu mkubwa katika maisha yangu, Biblia ina sehemu kubwa katika maisha yangu. Kwa sababu ndipo utagundua mafunzo ya uongo. Sitawaambia nimeisoma mara ngapi. Haitawafaidi mbali mimi. Kile najutia mbele zenu ni ya kuwa Biblia nimeisoma zaidi ya mara moja yote. Tangu mwanzo hadi Ufunuo. Kila mstari. Haleluya. Haleluya.
Lengo la tatu kwari kubigisha ukuri kose, ilikuwa kuwafunza kweli yote kwerekeye ku buzima bwa Yesu Kristo muri we, ambayo inaambatana na maisha ya Yesu Kristo ndani yao. Arashaka bizera Paulo alikuwa akitaka waumini bakungahara waweze kujua mu bwenge, katika elimu na katika kuelewa intego yo kubaho kwao, lengo la maisha yao. Haleluya. Amen. Umuntu wa Kristo, mtu wa Kristo ni ishusho y'Imana itaboneka, mfano wa Mungu asiyodhihirika. Yesu ni umuremyi wa bose, Yesu ni muumba wa yote, ni umwami usumba byose, ni mfalme zaidi ya wote, ni umutwe w'itorero, ni kichwa cha kanisa. Murimo wa Kristo, kazi ya Kristo, yatubabara ibyaha, alituweza kutusamia dhambi, akatuokoa, yaduhuje n'Imana, katunganisha na Mungu, yasinde Satani n'imbaraga z'umwijima, alimushinda shetani na nguvu za giza. Tugene mu isomo ryacu kugira ngo ncuguze umwanya, tuingie katika somo yetu. Muda wetu nitatumia vizuri uko bawumva kama vile nimepewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mushake biri mu ijuru, tafuteni yaliyoko mbinguni. Haleluya. Amen. Abakolosai ni kitu kikome Paulo yani kitoro gikolosai. Wakolosai hapa ni sehemu kubwa aliyoandikia. Kubera urupfu rw'umuzuko bya Kristo. Alikuwa anakumbusha kwa sababu ya kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa sababu ya kifo na ufufuo wa Kristo wana maisha mapya. Tugomba kubaho mukabisi. Hivyo hivyo hatufai kuishi kama walimwengu, bali tuishi kama watu wa mbinguni. Paulo akawaandikia Wakorinto, waraka wa pili 5:7, akawaambia mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yameisha, yote yamekuwa mapya. Haleluya. 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 Neno mtafute mbingu haimaanishi kuweza kujisaulisha jukumu za duniani, bali inamaanisha kuweka Mungu katika nafasi ya kwanza maishani mwetu. Hapo nitaongea kidogo. Kutafuta aliyoko mbinguni haimaanishi tusahau jukumu zetu za kuweza kujikumikia familia, za kujikumikia jamii zetu, bali inamaanisha nini? Inasema katika maisha yetu, katika maisha yako lazima uweke Mungu mbele. Amazing campus life. Search campus life on Red Note. Wengi wanafikiria Mungu wakati wameshikwa na shida. Wakati kuna shida leo wanakumbuka Mungu. Lakini wakiwa katika starehe, wakiwa wanakula, kama watoto wafukuzi kwa sababu ya school fees, nyumba wakilipa vizuri, anaona pesa ya kukimbia hapa kwa kichinjio, anafikiria amefika. Kukumbuka Mungu wakati huo ni vigumu sana. Lakini kama Wakristo, kama watakatifu, kila tunaomba daima tumweke Mungu wapi? Mbele kwa yote. Tukizaa, Mungu anakuwa mbele. Tukiwa na utajiri, Mungu awe mbele. Tukiwa na faida fulani, Mungu awe mbele. Kwa sababu hayo ndio tunaomba kama Wakristo. Haleluya. 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 Impamvu tugomba gushaka ibiri hejuru ni zihe? Sababu tunafaa kutafuta aliyoko juu mbinguni ni ipi? Ari nyinshi ariko ndavuga nkeye kubera kuko nta mwanya. Ni nyingi lakini nitasema kidogo. Gushaka ibiri mu ijuru. Sababu ya kwanza tunaomba kutafuta aliyoko mbinguni nuko twazuranye na Kristo. Ni ya kuwa tumefufuliwa pamoja na Kristo. Biblia inasema ya kuwa tumekufa naye, tukafufuliwa pamoja naye. Tutafute aliyoko mbinguni. Haleluya. Tulikufa na Kristo, tena tukafufuliwa naye. Tumeketi naye katika kiroho, katika kumbe kwa Baba mbinguni. Kwa sababu hiyo, lazima utafute aliyoko mbinguni. Sikiliza haya maneno. Mtu akiwa ameokoka anaingia katika maisha mapya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mtu akiwa ameokoka, mtu akiwa ameokoka, akipokea Yesu kama mfalme na mkombozi, numvishe mpagijwe na Yesu mu buzima bwanjye. Ukuri nta yindi mpamvu mfite y'Imana yindi. Hivyo hivyo nafsi yangu inaniambia. Hivyo hivyo nafsi yangu inaniambia. Inaniambia sifite indi mpamvu yindi Imana.
Kwa sababu tumefufuliwa pamoja na Kristo. Mtu akiwa ameokoka anaanza maisha mapya. Zile tabia za kale zinaisha. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anasema aliokoka, lakini utu wa kale bado anaye. Ishara kamnyoshe kidole, ataifuata. Juzi kuna mtu amenitumia, mtu anazungumza akanitumia matusi aliyotusiwa. Ni muombaji, ni Mkristo. Kaniambia nifanyie vile nitafanya, ikoje? Akanitumia audio vile ametusiwa. Ni ajabu kubwa. Ni ajabu kubwa. Amen. Hiyo wokovu mtu aliyopewa ambayo haiwezi maliza utu wa kale. Wewe tukunyoshia mkono unasema utaniona. Anasema mimi sina shida. Lakini akinyosha kidole shida inakuja. Anakuwa Mkristo Jumapili. Tukiketi hapa ni Mkristo. Lakini kitoka nje anakuwa mtu mwingine. Kwa sababu tumekufa pamoja na Kristo na kufufua pamoja naye. Tumebadilika kuwa wapya. Ya kale yameisha. Tumekuwa wapya. Wapya katika msamo, katika nidhamu. Karibu niseme nini Mungu? Haleluya. 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 Siyakujua kama ndivyo alivyo. Sinarinzi ko ariko bimeze. Roho aliponionyesha. Kugeza ubwo mwuka wanyeretse. Kujigeuza kama malaika yule. Uko shetani yihinduriza kuba malaika w'umuco. Amejigeuza amekuwa rangi nyingi. Yifasha amashusho mengi. Tunao watu wengi makanisani. Dufite benshi mu matorero. Kutenda dhambi kwao sio tishio. Gukora ibyaha byabo si ikibazo. Ariko bahuye guhimbaza. Swali ni jibu. Munsubize bahimbaza nde. Wokovu ambao haijamaliza kusirika. Nilikuwa mtu ukasirika. Nilikuwa mtu ukasirika. Nilikuwa mtu ukasirika. Mtu ambaye amezaliwa na mke. Hata aje akiwa amejipaka nini? Lakini Yesu ameimaliza. Yesu ameimaliza. Hata hiyo hasira imeisha. Hiyo ndiyo kweli mbele za Mungu. Nasema mbele za moyo wangu. Nasema mbele za Mungu aliyoniita. Hata shetani ambaye ananipigana. Ya pili, sababu ya pili nafanya tutafute yaliyo kwa mbinguni. Ni kwa kuwa Kristo mfalme wetu ako hapo, anaishi hapo. Haleluya. Mfalme wetu, mfalme wetu Yesu Kristo anaishi huko. Aliambia wa mtume, kaambia enyi wanafunzi, msihofu mioyoni, muamini Mungu nami muniamini. Kwa sababu nyumbani pa Baba kuna manyumba mengi. Ingelikuwa hakuna, find it, book it, make it yours. Booking.com, booking.yeah. Hallelujah. Hallelujah. Mfalme wetu anaishi hapo. Alituandalia makao. Hallelujah. Hallelujah. Mfalme wetu anaishi huko. Mfalme aliyetukomboa anaishi huko. Yesu aliyetukomboa anaishi hapo. Jua mahali tunaenda ni ufalme mbinguni. Siku zimuni mnasikia. Bali tukisikia parapanda tutafurahi. Tarudi lini Yesu? Hapo ndipo mfalme wetu anaishi. Na alituandalia makao. Kwa nini lazima utafute huko mbinguni? Kwa nini moyo wangu lazima ufikirie mbinguni? Kwa nini nafsi yangu itamani mbinguni? Sababu ya pili, mfalme wetu Yesu, mfalme wangu anaishi huko. Anaishi hapo. Sema sitajazwa na Roho. Juzi mwalimu ameniambia naandaa juzi nitafanya masters. Juzi hivi karibu. Eti hata nipa masters nikijazwa hapa madhabahuni.
Hiyo nitapata kweli? Nami na mashaka ya kuwa sitapata. Na siku ngapi hazijaisha? Ainiambia sitakupa masters ukiwa unajazwa na roho katika madhabahu. Sijui kunaendaje. Ni hivyo. Amen. Theology ni kubwa, ni somo muhimu kubwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umutima wacu ugomba kubaho Yesu akiri. Moyo wetu lazima uishi mahali Yesu hapo. Ukiishi mahali Yesu anaishi, kuna mambo matatu yanafanyika maishani. Neno la kwanza, tunapokea amani ambayo mtu hawezi kutupa. Pili, tunakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tatu, tunapokea nguvu za kushinda dhambi na majaribu. Tukifikiria mahali mfalme wetu yupo. Hallelujah. Hallelujah. Yesu we, nanyuzwe nawe. Yesu, nanyuzwe nawe. Umunsi umwe w'ibirori uzabera mu ijuru we. Kristo ari kumwe itorero yaguze amaraso we. Yesu mwarimu tumukwigarira twigishije mu nikandi. Yuzi mwarimu akatufunza. Haya maneno yananitia ni furahi. Hata jana niliweza kuyafikiria nikiwa na ndugu tukienda mahali. Hata mimi nilihubiri niliyasema. Miaka 3.5 ya kwanza. Baada ya kufika huko juu. Tukiwa bibi harusi, Kristo akiwa bwana harusi. Yesu atafanya neno moja. Mungu afanye matatu. Lile Yesu atafanya ni lipi? Ataweza kutuwakilisha mbele za Baba. Aseme hii ndiyo kondoo ilikuwa imepotea. Hao ndio nilikuwa nimeenda kutafuta. Hiyo ndio kazi ilikuwa imenileta. Ndio hii mazao. Ndio hao wamefika. Ndio hao wamefika. Baada ya kutufikisha kwa babaye, Baba atafanya mambo matatu. Neno la kwanza, ataweza kutufunga jeraha. Atatufunga jeraha zote tulizojeruhiwa na dunia. Watu waliopotea, mali machozi tuliyolia, huzuni tuliyopata huku, huzuni tumekuwa nayo. Mungu atasema birahagisha gasuzuguro injiro uruhuke mwana wangu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Neno la pili Mungu atalifanya, ataweza kutuvika nguo nzuri ambayo ndiyo kazi ya haki. Ni mataji tutavikwa, taji ya furaha, taji la kuweza kuvumilia, taji la uzuri. Yote ni matano. Kila mtu atavikwa taji aliyotumikia. Wamoja watafufuliwa na moja, wengine watakuwa wamejazwa. Baada ya kutuvika nguo, atuite majina. Na huyu mubiri mfise wafa, ariko ntegereje nizeye, kwanza nzanirundi mubiri usa n'uwo yazukanye. Imbona ndeze wa musozi zaririmba Hosiyana, nimara kwambuka Rwaruzi zaririmba Hosiyana. Urukumbuzi mu mutima wo kusubiza izina rya Jerisha, niyamagawe n'umukiza zaryumvaga nizagitaba. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Iyo umuntu ngo Imana yazamuye umuntu, Mungu akiinua mtu, hari ibintu bine zimuheza. Kuna mambo manne anampa. Acha niseme ni moja. Mtu akiwa mwenye haki kwa Trending in mother, kids and toys. Alibaba.com, a leading B2B e-commerce platform. Kimuinua, kitu ya kwanza anampa. Anampa jina. Anamuita jina. Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe Mungu amina. Pewa sifa. Hallelujah. Hallelujah. Azaduhize. Tatupa jina. Hallelujah. Amen. Tafutuko kusa amaso yashiri. Sababu macho yetu lazima yaende juu. Sababu ya kufanya ufikiria mbinguni ni ya kuwa mfalme wetu Yesu anaishi hapo. Hallelujah.
Hallelujah. Hala sala Amerikani sala iloma. Naonekana kunyazo yinyimira ubusa. Ni hivyo kweli, mtaweza kunyimwa hiyo masters. Mtanyimwa kweli. Amen.